Daktari Onesmus Kipchumba Murkomen amebaini kuwa ongezeko la visa vya wanafunzi kuchoma shule vimechangiwa pakubwa na utepetevu wa uongozi wa shule kukosa kusikiliza matakwa ya wanafunzi, ambapo amebaini kuwa wapo walimu wanaochochea ukosefu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Murkomen amebaini kuwa mienendo ya Wakenya kuchoma barabara na biashara za watu wakati wa maandamano imekuwa vielelezo mbaya kwa wanafunzi, na wanafunzi wanaochoma shule wamekuwa wakiiga mienendo yao. Amezungumza haya alipozuru shule ya wavulana ya Kipsaos, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mwanahabari wetu Isaac Musyoka anatufungulia taarifa hii kwa kina. Siku chache baada ya wanafunzi 16 kutoka shule ya wasichana ya utumishi eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru kuaga kutokana na kuchomeka na moto. Mjambo. Waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen amebaini kuwa visa kama hivi vinachangiwa na utepetevu wa uongozi wa shule kwa kukosa kusikiliza maslahi ya wanafunzi, akisema wapo baadhi ya walimu wanaochochea utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. In discipline, mambo yenye inafanyika kama ile ya utumishi yenye uliona shule inachomwa inachangiwa na also an institution or management that is not in touch with its students. Principal na teachers hapa, hakuna watoto wanapanga strike na kupanga mabaya yenye haitajulikana mapema kabla haijafanyika. So listen to the students. Kuna wanafunzi wengi wazuri sana hapa wangetaka kupatia suggestion mwalimu ama kupatia principal. Take every statement that honest students in the school can tell you and take it seriously. Cultivate networks. Principal, kuwe na njia yenye watoto hawa kukiwa na issue kwa shule, they can anonymously give you suggestions. Hawa watoto wenye walikuwa utumishi academy walitoa suggestions to some of the teachers wakapuuza. Akizungumza katika shule ya Kipsaos, kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen amebaini kuwa mienendo ya Wakenya kuchoma barabara na biashara za watu wakati wa maandamano zimekuwa vielelezo mbaya kwa wanafunzi, akitaja wanafunzi wanaochoma shule wamekuwa wakiiga mienendo yao. Watoto wetu wengi wenye wanafanya mabaya kwa shule wanaiga mfano kutokana na yale tunafanya huko nje. Wanaona kwa television, sisi tunasema haki yetu, hiyo ni sawa, hakuna shida na haki yetu. Lakini haki yako iko na njia gani ya kuchoma business ya mtu? Haki yako iko na maana gani kama wewe unaenda kupora mali ya wenyewe? Haki yako iko na maana gani kama wewe umeenda kuchoma gari ya mtu? Haki yako iko wapi kama wewe unaenda kuchoma mtu kwa sababu ako na support, political support, ana support mtu fulani? Amewashauri wanafunzi kujieleza matakwa yao kwa usimamizi wa shule, kuandika jumbe na kuziwasilisha kwa walimu au washikadau wa shule watakaowasikiliza badala ya kuchukua hatua mkononi, kwani kuna madhara kama yaliyoshuhudiwa utumishi. I want to tell you students hapa, ukiwa na mmoja wenu 2, 3 wanapanga mabaya, please don't keep quiet. Tafuta njia, andika even anonymous note, enda utupe kwa shule hapo. Hao wanafunzi wenye walikuwa wanajua wale wanapanga mabaya wange insist kwa school administration, atungepoteza 16 children. Isaac Musyoka, Undugu TV.